Jina langu ni Bishop Ikongo, askofu mkuu wa makanisa ya Tanzania Acts of God Church, kwa Kiswahili Kanisa la Matendo Makuu ya Mungu Tanzania kitaifa. Mimi ni askofu ambaye ninasimamia makanisa nchi nzima. Leo ninaomba kuongea na Watanzania na hasa viongozi wangu wa serikali, wa vyama vya kisiasa, viongozi wa dini wenzangu, viongozi wa kiroho na wananchi wote kwa ujumla wa Tanzania. Nimekuwa nikitafakari sana juu ya nchi yetu ya Tanzania na tulikokuwa, tuliko na tunakoelekea. Bila unafiki na bila ushabiki wowote, nimetumia muda mrefu sana kutafakari juu ya swala hili la amani, utulivu tulionao katika nchi yetu, ambao nchi yetu imesifika kwenye swala la utulivu na amani, na hata kuitwa kisiwa cha amani kuliko nchi zote zinazotuzunguka. Adui mkubwa wa amani na utulivu na mshikamano tulionao ndani ya nchi yetu, adui mkubwa ni viongozi na wala sio wananchi wa Tanzania. Unajua nataka kusema nini? Nataka kusema kwamba katika nchi ambazo ni rahisi sana kuwaongoza wananchi wake ni Tanzania. Kuwa kiongozi ndani ya nchi ya Tanzania, kuwaongoza wananchi, jamii ya Watanzania, ni rahisi kuliko nchi yoyote inayotuzunguka. Kwa nini? Wananchi wa Tanzania ambao sio viongozi, wananchi kama wananchi, ni rahisi sana, kwa sababu ni watu wanaopenda amani, ni watu wanaopenda utulivu, ni watu wanaopenda mshikamano, ni watu watulivu, ni watu wasiopenda vurugu, ni watu wapole, ni watu wanyenyekevu, ni watu watii. Kwa ujumla wa Tanzania, asili yao ni upole, unyenyekevu na utii. Asilimia kubwa Tanzania, wananchi wake ni wepesi sana kuwaongoza. Huwezi kuwalinganisha na nchi zinazotuzunguka. Tatizo la nchi yetu ni viongozi. Migogoro, fitina, faraka, uzushi na mambo mengi hayaletwi na wananchi, yanaletwa na viongozi. Sasa basi, kama ninavyosema kwamba shida kubwa iko kwa viongozi, ikiwa na maana hawa viongozi ndani ya nchi hii ambao ndio maadui wakubwa wa amani na utulivu tulionao ndani ya nchi hii, wamegawanyika katika makundi mawili, ambao wote sasa hivi wamekuwa ni maadui. Na nchi isipokuwa makini na viongozi wananchi wa Tanzania msipokuwa makini, taifa hili linaenda kudumbukia kwenye vita na kutokutawalika kabisa. Lakini shina la mabaya hayo na chanzo sio wananchi, ni viongozi. Naomba mnielewe kabisa, wananchi hawana shida. Viongozi hawa wamegawanyika katika makundi makubwa mawili. Wako viongozi wa kisiasa na wapo viongozi wa kidini. Hawa ndio watu hatari. Viongozi wa kisiasa wamekuwa hatari sana, na wamekuwa watu ambao ni maadui wa amani na utulivu na mshikamano tulionao ndani ya nchi yetu.